Tunaendelea sehemu yetu ya pili ya simulizi yetu. Katika simulizi ya kwanza umesema kwamba mlikuwa mmeshafanikiwa sasa kuvuka ng'ambo ya pili kwa ajili sasa ya kupata usafiri wa kwenda sasa Afrika Kusini. Sasa tunaweza tukaendelea kuanzia hapo. Ulipokuwa umeshakutana na marafiki zako, nini kiliendelea? Kwa hiyo baada ya hapo kachukua ile hapo tulipopanda pale, umlipa ile mzee dereva. Kwa hiyo pale kuna wasafiri tupo wengi pale, kwa sisi wa Bongo, kuna wabango wengine ambao ni wa Mozambiki wale nao wanaenda tena South Africa wale wanafanya biashara, nao wanafanya biashara afu wanarudi kule kwao Mozambiki, wanafanya biashara boda wanarudi kwao. Kwa kina mama nini kwa pick up chetu be banana, unajua bwana. Nikwambia pick up yenyewe pana haipo kwa hali nzuri, yani ni mbovu. Kwa hiyo kabidi tukasafiri hivyo shida, mara imeharibika, mara watu wameitengeneza. Unaona? Nakumbuka kwa hadi kisa kuingilia kiza kwa usiku. Sababu gari yenyewe mbovu. Okay. Kwa hiyo kwenda kumvua inanyesha. Kuna kipindi ilipata ajali. Tena ajali ile kwa mbaya sana, Mungu alitusaidia. Kwa sababu kile kipaa cha pickup maana kilikuwa na kamera na kipaa kwa nyuma hivi. Ilitoka chote kile. Na kuna upepo, mvua ilitoka, kwa gari ikaenda kwenye mtaro. Ni bahati nzuri. Wakati huo mlikuwa mpo safarini. Inatembea. Bado kimehoka chote pembeni kile. Na huku Mungu sema akasaidia salama, watu tukiumia kidogo. Kwa hiyo kimetengenezwa kile, tukaendelea tena na safari. Tukaendelea na safari na kwa tukafanikiwa kufika boda. Tumefika boda ya South Africa na Msumbiji. Okay. Kwa hiyo tumefika boda pale, kabidi sasa baada ya kuona ile gari mbovu, ile rafiki yangu kwa sababu yeye alikuwa nayo kidogo, akasema bwana ile gari tuachane nayo, kwa sababu makubaliano yetu ile gari ilisema itafika mpaka Debe. Ndio. Kwa hiyo si anajua na Kadebe, nikasema ile gari ninavyoona mimi kwa mbovu, Debe nitafikaje na gari hii bwana, tuachane nayo. Kwa ile gari tukaachana nayo. Kwa washikaji zetu wawili tukawaacha kwenye pickup gari. Watu wengine wale wa Mozambiki. Kwa tukaachana nayo kweli, bahati nzuri maana yake nilikuwa sehemu yenyewe kama ni mbuga ile. Kuna askari wa game wale. Kweli sababu rafiki yangu alikuwa lugha anajua kuongea nao Portuguese na nini. Kuongea nao nini? Mbuga mvua ilikuwa inanyesha, kwa mvua kali. Kuongea nao wale bahati nzuri kuna mzee mmoja akatulia kwenye nyumba yake alikuwa anajenga hajaisha, akatulia hifadhi kidogo. Ndio. Maana kuna mama naye akatuambia, kuna mama nakumbuka dada akatuambia, na bahati kweli mnatembea huko. Kuna ndovu huko, na Kiswahili kidogo anajua. Kuna ndovu huko. Ni hatari sana. Kwa hiyo tuongea na yule mzee kweli akatusaidia, tukajihifadhi. Kazi asubuhi kweli tukaenda zetu boda kufunga. Nikumbuka rafiki yangu yule alikuwa passport anayo. Lakini tulipofika pale tulipoongea na wale maaskari wale, maana maaskari wao walikuwa watu wa Arusha, wanajeshi pale ndo wanalinda pale boda. Kwa hiyo mwenzangu akaenda getini kwa sababu alikuwa na passport, mimi bijuka kwenye nyenge. Na unapobijuka kwenye nyenge ukifika mbele kuna gari tena hapo zinapakia. Naenda Manguzi sasa. Yaani hapo ukapenya kwenye nyenge. Na kuna wanajeshi wamekaa na mitutu pale. Kwa hiyo nilipopenya rafiki yangu yule akazungukia getini. Tukakutana mbele, kwa hiyo tukaenda kupanda kwenye gari. Sasa tukapanda gari nyingine. Ndio gari inaenda mpaka Manguzi. Kwa kijiji ipo karibu na boda. Kwa kweli tunaenda mpaka Manguzi pale. Na Manguzi pale. Akaa pale tukutana na washikaji, na kuna washikaji wengine pale Manguzi pale, wakifika mpaka mtu ana kitu ambao mtu pale anaunga apate nauli sasa. Kwenda Pretoria, anakwenda wapi? Debeni pale ndio sehemu. Kwa tukakuta washikaji wengi pale, washikaji kibao, maskani nini. Unajua tena mambo ya maskani, watu kibao pale wamejaa. Watu wamejenga zao mahema pale, tunajua bwana kema. Tunapika nini pale, tunajua bwana. Barua vidogo watu wanafanya pale. Mtu kama naye lake pale ashakai sana. Huyu anapanda gari. Sawa, kama siku mbili hivi. Kwa mshikaji wangu na yeye alinibeba kwa sababu nauli yeye alikuwa nayo, kwa hapa tusikae sana. Okay, umesema mmefanikiwa kuvuka. Tuendelee hapo. Baada ya kuwa mmefanikiwa kuvuka, nini kikaendelea?
Nilikuwa kuvuka boda pale. Ndio. Na gari pale zinaenda mpaka Manguzi, kuna jiji linaitwa Manguzi. Manguzi South Africa. South Africa mshaingia. Sawa, Kwa hiyo tukaingia kwenye gari ile. Kwa katufikisha Manguzi. Tulifika Manguzi tukaingia maskani ambapo wabongo pale. Ndio. Kwa tukakuta washikaji kibao pale. Kibao wengine wana wiki, wengine wana wiki mbili, wengine ana miezi miwili pale, wanajitafuta ili apate nauli aende anapoenda, kama anaenda Pretoria, kama anaenda Joburg, anaenda Durban. Yeye anaamua. Anaamua pale mwenyewe, mtu ambaye mazoea yake sehemu aliyokuwa anaishi, au ndio mara kwanza anataka kwenda, labda kuna ndugu yake, kuna rafiki yake, popote mtu anataka kwenda. Kwa hiyo pale ndio sehemu ambayo tutatafuta. Kwa hiyo watu wanafanya vibarua kwenye supermarket mara nini, wanaunga tu pale. Walipokaa sasa, lakini tujakaa sana kwa sababu rafiki yangu alikuwa kidogo mfuko wake kwa vizuri. Nika kama siku mbili hivi. Tukachukua gari pale basi. Tukaelekea Durban. Tukaenda Durban. Kwa hiyo kweli tukaenda mpaka Durban. Shukuru Mungu tukafika kule salama Durban pale Natali. Ingia shikaji kule akanifikisha sehemu yake ambayo alikuwa anaishi. Kweli nikakutana na washikaji wengine kibao ambao wengine walikuwa ni maombi zangu. Hivi na hivi umeingia kwa story pale fresh. Nao wale tukakaa pale. Wale wanipeleka mjengoni pale. Fresh mjengoni. Mko zangu nao walikuwa tayari wana mambo yao, au sio bwana? Watu wapo na miaka mingi, kwa hiyo wana shughuli zao wanafanya. Nikakaa fresh pale. Nikakaa kama wiki hivi au wiki mbili. Mshikaji bwana, nikakutana sasa yule mshikaji wangu yule ndani kule. Nikaachana naye, kwa hiyo nikakutana ambaye ni omboi wangu kabisa. Omboi yani wote. Kipindi mpo naye huko. Tumekuwa wote. Tumecheza wote. Yule ambaye alikupeleka kule ni mtu ambaye tuseme mpaka sasa ipo huko. Mpaka sasa bado hapo. Aitwa nani? Wote wawili. Siwezi kumtaja jina hilo. Haya poa. Tunaweza tukaendelea. Kwa hiyo sasa pale nimekutana na mshikaji wangu ule, nikamwambia bwana, kweli kwa sababu alikuwa anaishi na dem pale. Unaona? Bwana tabidi tufanye mpango hapa. Hata alikuwa kuna flat, anakaa flatini moja. Mpango hapa tungeunge kuna nini sio bwana. Pate sehemu na ya kuishi kwa sababu hapa tuwezi, unajua hapa kuna shemeji yako tuwezi kuishi ngao yao hapo kule. Kwa hiyo kweli, wewe nikaenda kuchukua nyumba moja, ilikuwa nyumba ndogo ya chini ambayo sio flat. Nikakutana mkongo mmoja pale. Yule mkongo alikuwa ni dereva nakumbuka. Yule mkongo alipoongea naye kwa mshikaji tukaishi na yule mkongo. Sawa. Na nyumba ya chini. Ishi pale. Baada kule mshikaji wangu namshukuru sana. Anipa msingi pale. Msingi wa biashara. Msingi ulikuwa biashara kama stendi za basi. Ambao South Africa wanaita ndao. Stendi za basi. Stendi vituo vya basi. Unajua kuna biashara ndogo ndogo kama za hapa wanauza pipi. Ndio. Kuna nini vitu labda vya dukani, soksi, mikanda na nini. Mshikaji wangu alifungulia ile biashara. Stendi moja hivi. Nikafungua ile biashara pale. Kweli nikafanya pale biashara. Kwa pale goli zuri kabisa. Sweet nini, soksi, banio vya wanawake, kibao. Yaani vifaa vya viatu hivi, soli, nini na nini, na pale kushona nini, huduma mtu unampatia kushona, kumpatia gundi, soli kumbadilishia wanawake nini. Kwa pale ikawa vizuri. Kwa hiyo nafanya biashara nikawa pale naishi. Kodi inalipa. Changamoto kwa askari wa jiji wa department hamna. Kwa hiyo unafanya biashara bora kutokea wale kweli kija wewe unachukua biashara yenyewe yote. Unaona? Naenda mshikaji wangu kanifanyia mpango kaenda kufanya mpango wa permit, apata permit ya biashara. Kwa hiyo pale tuka fresh. Biashara inaendelea wala. Mwanzoni mlikuwa hamna permit? Tuka permit ya biashara. Mlikuwa hamna. Ila sasa ndo akafanya mpango mkapata permit. Mimi nilipoenda baadaye ikabidi nitafute permit na mimi ya kuishi. Kweli nilipoenda migration kweli maana inabidi ukienda migration utoe sababu ambazo wewe ulizotoka kwenu ni sababu zipi zile za msingi na mpaka kubali kupa permit ya kuishi. Sababu rafiki yangu kidogo akanipanga kidogo. Bwana kuna sababu fulani itabidi itakuwa nzuri hiyo itakusaidia.
Nilimsaidiaga rafiki yangu mmoja akapata permit. Kwa hiyo pale kompeni niloleta mimi pale, ambaye bwana mimi kweli ni Mtanzania. Lakini sasa mimi nilikuwa Mkristo. Lakini bahati mbaya ndugu zangu ni Waislamu, familia yangu Waislamu wana imani kali. Kwa hiyo sasa mimi nilipobadilisha dini nikawa Mkristo, wale ndugu zangu walikasirika sana mpaka wakataka kuniua. Unaona? Ndio maana nikaona bora nikimbie je zangu. Kwa hiyo nikakubalika ile sababu yangu. Wakaona sababu ya msingi. Wakaona msingi. Kwa nikapata permit. Mpaka jina nikabadilisha tena. Na pale nikapata permit. Unaona? Ukawa tena sio muidini. Ukajipa jina la Kikristo. Nikaipa jina la Kikristo pale. Sawa sawa. Bali kwenda kama Daniel Komba. Kweli nikapata permit yangu. Kwa hiyo maisha pale yakawa fresh. Kwa hiyo permit ya biashara nikawa nayo na mimi permit yangu hata nikaona migration nikawa sina wasiwasi. Kwa sawa bado naendelea nafanya biashara vizuri. Kwa kodi nikawa nalipa vizuri. Unaona, najitegemea mwenyewe fresh, maisha yanaenda. Kwenda kweli mpaka nikawa mchumba nilimpata pale. Sawa sawa. Nikawa naenda vizuri. Sawa, tunaenda sawa vizuri nini. Ukapata mwanamke wa Kizulu. Wewe ni kosa. Alikuwa kutoka zake kwao Eastern Cape. Kaja kama pale Deben naye kaja kama tafuta maisha bana. Unaona? Sawa bado tunaishi vizuri, kodi maisha yanaendelea vizuri. Wewe baada ya kwenda yule Mkongo leo kumbuka nilikuwa naishi na yule Mkongo. Unaona? Yule Mkongo naye kidogo kama tumeelewana tofauti kidogo. Unaona? Mkongo ambaye ni bosi wako? Ambaye naye alikuwa sio bosi wangu, ambaye yule rafiki yangu aliunganisha niishi pamoja baada kutoka naye kwake nilipofikia. Kwa hiyo baadaye naye akawa na demu. Sasa demu naye kidogo tunajua mademu nao kidogo kama kuna sijui aniamini yani kama demu kama ndio umeshagombanisha. Sawa sawa. Kwa hiyo kabisa sasa mimi nitafute sehemu nyingine. Kumbuka pale nilipokaa na Mkongo pale ilikuwa ni nyumba ambayo nao wa Kongo wengi walikuwa wanakaa, yani kuna Wakongo pale nini na nini. Kwa mama Mtanzania anayekaa vizuri kwa peke yake. Sawa sawa. Kwa hiyo sasa nilipotafuta nyumba nyingine hiyo. Afu ilikuwa ni eneo lingine tofauti, yani kama nimetoka hapa kama nimetoka tuseme Kariakoo, nimeenda kama Mazese. Sawa sawa. Kwa hiyo nyumba nilohamia sasa pale nikakuta kuna Wabongo wengi, Wabongo kibao wale. Flat yenyewe ile. Kuna Wabongo wengi pale wanakaa. Yaani tuseme ni masela kibao. Sawa sawa. Changanyiko pale kuna Wabongo pale, kuna Wakenya pale. Unaona, kuna Wazimbabwe, kuna Malawi. Na wenyewe watu wa pale wa South na wapo lakini wachache, wengi ni mafulena wale. Kwa hiyo nilipoenda pale na maisha yanaendelea hapa. Nafanya biashara zangu na wenzangu pale. Nakumbuka ile nyumba niloenda ile ndio kana vishawishi. Nyumba ile kuna masela, kuna wengine tayari ambao waraibu wa dawa za kulevya, umeona? Madawa ya kulevya yanauzwa kila kitu nini. Kwa hiyo mimi kabidi naenda nao hivyo. Kwa hiyo nimekwenda. Baadaye nakumbuka kuna mshikaji wangu mmoja akaniambia, bwana ndugu yangu bwana, ana maisha ya kuuza biashara hapa, utachelewa. Unaona? Utachelewa sana, utakaa sana. Sababu sasa hivi lugha ushaijua. Unapofanya biashara hapa barabarani, wateja wao mbalimbali wanakuja. Umeona? Ndio English na bamba, lugha ya pale ile Kizungu unajua. Hii biashara itakuchelewesha. Kwa hiyo kwanza inabidi tufanye vipi sasa kama hizo? Akaniambia tulia. Hapa inabidi tufanye mpango hapa. Wanaomba tukimbize madawa. Sasa tukimbize madawa. Mwenyewe kweli kwa sababu sitataka hela. Unaona itakuwa sahihi. Sasa akaniambia bwana usikonde, mimi nitakutafutia kuna mtu atakuletea mzigo hapa kazi. Wewe unazuga na biashara hii lakini huku unakuwa na madawa hapo unauza, unapiganisha huku na huku.